Hello guys, karibuni katika channel yangu. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike hii video. Mimi na huyu kaka tulikutana chuoni. Kwa kweli nilivutiwa naye na yeye alivutiwa na mimi. Tulipendana sana. Na moja kwa moja tulijua kwamba tutakuja kuwa mke na mume. Hasa kwa ahadi zake nyingi ambazo alikuwa ananiambia kila siku. Wewe ni mke wangu na kuona kama mke wangu. Hivyo nilijiamini sana juu yake. Kweli tulipomaliza chuo tukapanga tuishi pamoja. Yeye akatafuta kazi na akapata. Hiyo haikuwa bahati mbaya kwa sababu tulilipanga hilo. Tulipanga kwamba yeye atakuwa mfanyakazi na mimi nitakuwa mfanyabiashara. Sikupinga hilo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nauza nguo online, yeye akawa anafanya kazi. Maisha yalibadilika. Alipata pesa nyingi sana. Alipoanza kupata pesa na maisha yetu yalipoanza kubadilika, nikajua kwamba tutafunga ndoa. Lakini haikuwa hivyo. Tuliishi miaka 4. Katika ile miaka 4 hatukubahatika kupata mtoto. Hivyo akawa ananisisitiza kwamba inabidi tuangaike kama hospitalini tuweze kupata mtoto kabla tujaoana. Kweli tukaanza kuhangaika. Tukahangaika hospitali mbalimbali. Nilikuwa na tatizo kweli, lakini Mungu si asimani, nilitibiwa, tatizo lile likapona. Nikawa mzima kabisa. Ndani ya miezi 6 tu tayari nikawa nimeshapata ujauzito. Ilikuwa furaha sana. Mara ya kwanza kujigundua nakumbuka, nilimsubiri kwa hamu sana. Alichelewa kurudi siku hiyo kidogo. Aliporudi tu nikamkumbatia na kumpa surprise yake. Nikamwambia, "Surprise mume wangu. Mimi ni mjamzito." Usoni akapokea, lakini kila nikimwangalia usoni naona kama kuna kitu hakiko sawa. Naweza kusema kwamba hakufurahishwa na taarifa zile. Lakini ni kama tu alijikaza kupokea zile taarifa. Hakufurahishwa. Kwa hiyo hilo likapita, tukaendelea na maisha kama kawaida. Ujauzito ulipofikisha miezi 3, nilianza kumuona mchumba wangu akibadilika. Mimi nilikuwa na haraka sana. Nilikuwa na hamu sana tupeleke mambo haraka haraka kwa kuwa nina mimba, sikutaka ionekane. Hivyo nilitaka niolewe bila watu kujua. Nikaa namharakisha. Lini utanioa? Tufunge ndoa sasa. Lakini yeye hakuonyesha kuwa na hiyo haraka. Nilikuwa kama nimepata mshtuko fulani hivi. Siku moja alirudi akaniambiaje, "Mimi naona kwamba utoe hiyo mimba." Nilishtuka sana. "Nitoe mimba?" Akanijibu ndio. Nikamuuliza kwa nini? Akasema kwamba mama yake amemwambia kwamba itakuwa ni vibaya sana mimi kuwa na mimba kabla hajanioa. Nikakataa kabisa, nikasema siwezi kutoa ile mimba. Nikikumbuka nilipotafuta mtoto, nikakataa kabisa. Kwa kweli nilichanganyikiwa sana. Sikujua mchumba wangu amepatwa na nini. Lakini niliendelea kuvumilia na kuendelea kuishi naye kwa sababu nilikuwa nampenda na pia nilikuwa naamini kabisa kwamba atanioa. Lakini mambo yakuwa hivyo. Mwanaume alibadilika. Tulikuwa tunagombana karibia kila siku. Ujauzito ulipofikisha miezi 8, kuna kitu niligundua. Kuna siku nilikuwa nimekaa sebuleni. Nikapokea simu ambayo ilikuwa ni namba mpya. Yule mtu akajitambulisha. Nikamwambia, "Nani mwenzangu?" Akasema yeye ni msamaria mwema. Amenipigia anataka kunijulisha kwamba mume wangu ana mwanamke mwingine na yule mwanamke ni mjamzito. Nikamwambia, "Unatufahamu vizuri?" Akasema kwamba anatufahamu na anajua mpaka tunapoishi na alinielekeza. Kwa hiyo niliamini. Lakini sikutaka kuamini zile taarifa moja kwa moja. Isitoshe aliniambia kwamba yule mwanamke yupo ukweni na anasubiri kujifungua. Nilikata ile simu nikiwa na wasiwasi mkubwa sana. Nikaamua kumpigia dada yangu na kumueleza kila kitu. Lakini dada yangu aliniambia niwe mpole, mwanaume ananipenda. Hivyo nimuulize taratibu, atanipa majibu. Kwa hiyo nikawa namsubiria mchumba wangu kwa hamu. Mchumba wangu alivorudi, cha kwanza kabisa niliamua kumuuliza. Bila aibu wala kupepesa macho akanijibu, "Ni kweli
Si nilikwambia utoe ujauzito wako na ukakataa? Ni kweli, na ukitaka fanya unavyotaka, ukiamua ondoka. Kwa kweli nililia sana. Nikaamua kuondoka. Moja kwa moja nikaelekea kwa dada yangu. Nilipofika kwa dada yangu, kwa kuwa tumbo langu lilikuwa limeshakuwa kubwa, shemeji yangu alikataa nisiishi pale. Akamsisitiza dada nataka niondoke, la sivyo ndoa ya dada itakuwa katika matatizo. Hivyo nikaamua kuondoka na kurudi nyumbani. Nilipofika nyumbani, mama yangu alinipokea vizuri, lakini baba yangu alinikata kata. Sikuamini kwa sababu baba yangu alikuwa ananipenda sana. Lakini huo ni ukweli. Baba yangu aliamua kunifukuza nyumbani. Niliondoka nikiwa na tumbo langu kubwa la kujifungua, nikaanza kuhangaika mjini. Nilimtafuta rafiki yangu. Rafiki yangu naye aliniambia kwamba sasa hivi yeye anaishi na mchumba wake. Lakini cha kunisaidia, geto lake ambalo alikuwa anaishi lina vitu bado, lakini kodi tu ndio imeisha. Kwa hiyo akaniambia kama una pesa lipia ukae pale. Mimi nikaona ni afadhali, nikaamua kulipia. Nilikuwa na kama shilingi 500 tu kama akiba. Kwa hiyo nikalipia kodi ya miezi 3, nikaendelea kuishi pale. Niliishi pale nikiwa na ujauzito mkubwa sana na nilikuwa na wasiwasi kwa sababu nilikuwa sina mtu yoyote. Lakini Mungu alinisaidia. Niliumwa uchungu kama siku 2 nyumbani, nikaenda hospitalini na nilijifungua tu haraka. Kwa hiyo nilijifungua salama. Nikarudi nyumbani na mwanangu, maisha yakaendelea. Lakini mtoto wangu akapata matatizo. Katika ukuaji nikagundua kama mwanangu hayuko sawa. Viungo vyake vya mwili haviko sawa. Mpaka alipofikisha miaka 2 bado alikuwa hawezi kusimama mwenyewe wala kutembea. Kwa hiyo ilikuwa nipo naye muda mrefu. Siku moja mwanangu alichangamka sana siku hiyo. Akanipa matumaini. Lakini huwezi amini, usiku ule mwanangu alinifia kwenye mikono yangu. Sikuamini wala sikulia. Nikaamua kukimbia moja kwa moja mpaka hospitali. Nilipofika hospitali daktari alithibitisha kwamba mwanangu amefariki. Nilichanganyikiwa, lakini nikasema sintolia. Nikasema nitamzika mwanangu mwenyewe. Sikutaka kumtafuta mama yangu wala baba yangu wala dada yangu kwa sababu hawakumkubali mwanangu tokea mwanzo. Hawezi kumkubali sasa hivi. Kwa hiyo nilitoka, nikamtafuta yule rafiki yangu ambaye alinipa hifadhi, akanisindikiza mpaka Kariakoo. Nikaenda nikatafuta gauni. Nikaenda kutafuta gauni kwa ajili ya kumvalisha mwanangu. Nilimwandaa mwenyewe kila kitu. Lakini kumbe rafiki yangu alimpigia mama mwenye nyumba. Mama mwenye nyumba akaamua kubeba ule msiba kama ni wa kwake. Akaandaa mazishi, walinunulia hadi jeneza. Na nilifanikiwa kumzika mwanangu wa pekee. Niliumia sana. Na mpaka ninapoongea sasa hivi, nyumbani kwetu hawajui kama mimi nimeshapoteza mtoto. Wala dadangu hajui. Cha kushangaza, aliyekuwa mchumba wangu ananipigia simu na kudai kwamba anamtaka mtoto wake. Nashindwa nimjibu nini. Nina hasira sana. Je, kama niwe kwenye komenti, naomba uniambie ungemjibuje?